Na a'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Tuzungumze, idhihiri kwako idhihiri kwangu, nichukue nafasi kukualika katika kipindi hiki maalum, na leo tukiwa na Daktari Sheikh Abdurazak Amir, tukiendelea na mada ya mazingira kwa mtizamo wa Kiislamu, na leo tukizungumzia juu ya spishi mbalimbali pamoja na viumbe hai wengine ambao wanaunda mazingira yetu. Dokta, karibu sana. Asante sana. Ni heshima tena kukutana katika sehemu hii ya pili ya mada yetu ya Uislamu na mazingira, na leo tukigusa baadhi ya masuala ya spishi pamoja na viumbe hai. Uislamu unazungumza nini kuhusu kulinda spishi zilizo hatarini kupotea? Kwanza, bismillahirrahmanirrahim, namshukuru Mwenyezi Mungu vile vile na kumtakia rehema na amani bwana wetu mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwanza, tunapozungumza kuhusu spishi, maana ni neno ambalo limetoholewa kutoka katika lugha nyingine tukalichukua sisi, limekuwa la kitaalamu, na huwezi kuelewa maana spishi mpaka uelewe maana ya diversity, kwa maana ya kuwepo na aina mbalimbali za viumbe hai. Na spishi ni anuai mbalimbali za viumbe ambavyo vinatengeneza mazingira ambayo tunayazungumzia sisi. Ndio maana panazungumzwa kuhusu spishi ambazo zimepotea, kwa mfano aina ya wanyama ambao wamepotea na waliwahi kuwepo. Alafu panazungumzwa aina ya wanyama ambao wako hatarini kupotea, na jitihada gani zitumike kuhakikisha kwamba hawapotei. Wale waliopotea wamejaribu kuona kupitia mifupa mbalimbali ambayo imekutwa kama mabaki, masalia, wakajaribu kuiunganisha na kujua umbo lake lilikuwaje. Kwa hivyo kuna historia ya wanyama kadha wakubwa na wadogo ambao wametoweka. Lakini kuna wanyama kama faru mweupe na mfano wake ambao wamepotea, na kuna takwimu zinazoonyesha kila mwaka panapotea maelfu ya aina za spishi mbalimbali. Suala ni kwamba Uislamu unasema nini? Uislamu, kama tulivyosema, ndani ya Qur'ani unatambua mazingira, na tumesema hili neno mazingira japo ni jipya kwa maana mwanzo kabisa likianza kutumika ni karne ya 17 mwaka 1600 na, lakini lilitumika kwa maana finyo. Lakini taaluma ilipokuwa inaendelea kukua na umuhimu wa mazingira kuendelea kuwa ni muhimu sana kwa jamii, likawa linaongezewa maana zaidi, likawa lina broader concept, sio ile narrow finyo. Kwa hivyo ni msamiati mpya, ni istilahi mpya, lakini haina maana maudhui yake ni mapya. Sasa nasema hivyo kwa maana ya kwamba suali hilo lingekuja kwa sura nyingine, kwamba je, ndani ya Qur'ani kuna spishi mbalimbali zilizotajwa? Nasema ndio. Na zimetajwa kwa nini? Ndio utakuja kwamba spishi zina muhimu gani kwa maisha ya mwanadamu. Lakini ndani ya Qur'ani, ndivyo tulivyosema awali, tukiamua kutaja aina ya spishi zilizotajwa, wadudu, ndege, wanyama waliotajwa ni wengi sana ndani ya Qur'ani. Na tukasema sura tu zenye majina ya wanyama, acha wale waliotajwa ndani, ndege, wadudu na wengine. Na bila shaka wametajwa kwa kuashiria uhusiano wao na maisha ya mwanadamu. Ilikuwa hakuna maana ya kutajwa kama hawana mahusiano ya moja kwa moja au yasiyokuwa ya moja kwa moja na mwanadamu. Na ndio maana sisi mazungumzo yetu kuhusu mazingira tunaashiria uhusiano baina ya mwanadamu na viumbe vingine, kwamba Mungu sakhara lakum ma fil ardi jamia, vyote vimesakharishwa kwa ajili yenu, kwa hivyo vinakuhudumieni. Sasa kuna sura ya ng'ombe, kuna sura ya tembo, kuna sura ya buibui al-ankabut, kuna sura ya nyuki, kuna sura ya mdudu chungu, kuna sura, haya majina yote kuna sura ya al-an'ami ambao ni ng'ombe, mbuzi au kondoo au ngamia. Lakini ndani ya Qur'ani yenyewe utaona wadudu waliotajwa, utaona wanyama waliotajwa, mbwa, punda, sijui wala adiyati dhabha. Al-adiyati ni farasi wale wanaovamia katika vita, mshaona farasi. Utaona wadudu kama vile nyuki,
kama vile vile mbu, nzi katajwa ndani ya Qur'ani, mshana, na wote wametajwa kwa maana uhusiano wao na maisha ya mwanadamu ya kila siku kwa namna moja au nyingine, wa ila wasingetajwa. Sasa hakuna maana ya species zaidi ya hiyo. Hao ni aina ya wanyama. Ndege tu kama kunguru, unasema kurabu ametajwa. Unasema ndege kama vile katika suratul Fil, tayran ababil. Alafu na sio tu hivyo, ndege mbalimbali wametajwa. Kwa mfano katika suratul Baqara, Nabii Ibrahimu alimwambia Mwenyezi Mungu, arini kaifa tuhil mauta, ewe Mola wangu nionyeshe unahuishaje wafu au vilivyokufa. Mungu akamwambia, fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatinaka sa'ya. Chukua ndege wanne wa katikati, wachinje, weka vifungu katika kila mlima, katika milima iliyokuwa mbele yako hiyo, kisha waite, watakujia, yani watarudishiwa uhai. Ulama pale wametofautiana ni aina gani ya ndege. Utaona utaja tausi, sijui njiwa, sijui na ndege wengi. Lakini bado kuna suala la kwamba kurabi alifaidisha nini, nyuki anafaidisha nini, vyote hivi katika hizi species ni muhimu. Sasa kujali species ni kule ambako Muislamu anaambiwa kwamba haruhusiwi kwa mfano kumuua mnyama bila kuwa kuna maslahi ya kufanya hivyo au kuna kuepuka madhara kufanya hilo. Na hiyo ndio sheria ya Kiislamu. Tunapokula wanyama fulani tuliohalalishiwa ni kwa sababu kuna maslahi kwetu kuendelea kuwepo. Tunaporuhusiwa kumuua mnyama fulani ni kwa sababu kuna madhara fulani kuwepo kwa mnyama yule. Mbu anaweza kuletea maradhi, kwa hivyo kumuua pameruhusiwa. Lakini mujarrad wa kuua tu mnyama kwa sababu unataka kuua hairuhusiwi. Na hii ni kwa upande wa species, kwa sababu leo unazungumzia species, lakini mazingira sio species peke yake, zile mbalimbali. Mazingira ni maji, mazingira ni usafi wako, yani yale maeneo unayoishi wewe, namna gani Uislamu unahimiza kuhusu usafi wa mwili na mazingira anayokaa mtu. Na hata nyumba za ibada na maeneo mengi. Na hadithi za Mtume zinazozungumza kuhusu masala ya takataka, mbali na ulimwengu unavyozungumza kuhusu usafi na maradhi. Kwa hiyo Uislamu umehimiza hivyo. Kwa hivyo kama tunazungumza species ni hilo, hakuna zaidi ya hilo. Naam. Na pengine Dokta, sasa kuna mifano dhahiri ya baadhi ya species kupotea na ikaleta madhara kwa binadamu na mazingira yake. Kwa hivyo kama kiini cha swali ni madhara kwa binadamu kwa kupotea kwa baadhi ya species, mimi ningetaka nifafanue konsepti 3 muhimu. Naam. Ndio zinaweza zikatusaidia kuelewa hilo. Kwanza, species yenyewe ambao tumesema ni aina mbalimbali ya viumbe ambavyo vinajenga kitu kinachoitwa mazingira. Na miongoni mwa watu walioandika kuhusu habari hizi ni Charles Darwin. Charles Darwin ni mwanabiolojia maarufu wa mwaka 1800 yani karne ya 19, sio zamani. Ndio alioleta nadharia ile ya evolution of man, tunafahamu, na mambo ya the survival of the fittest ambayo ilisemwa kabla yake, lakini yeye alikuja kutia nguvu zaidi. Charles Darwin kitabu chake maarufu ni The Origin of Species. Na yeye alifanya safari ya miaka 5 kutoka Ulaya kwenda Marekani akikagua aina mbalimbali za species, ndege mbalimbali na tabia zao. Wana tabia gani? Kwa nini ndege wa aina moja wanaweza kuwa na midomo tofauti? Na yeye ni naturalist, anayeamini nature inatengeneza maumbile. Na hata sisi anatutafsiri kwamba ni matokeo ya nature. Kama kuna aina ya mnyama ambaye anafanana na mwingine lakini wanatofautiana shingo tu, huyu ana shingo fupi na yule mwingine ana shingo ndefu, tafsiri yake ilikuwa kwamba maeneo ambayo mnyama yule ana shingo ndefu ni maeneo ambayo hapakuwa na majani ya chini, ilikuwa analazimika ayatafute kwa kunyoosha shingo. Kila alipokuwa akifanya vile, ile ikahamia katika jinsi, ikawa ni kizazi kipya. Lakini katika maeneo ambayo wale wanyama wana shingo fupi walikuwa wanapata majani kwa urahisi chini, walikuwa hawana haja ya kunyanyua shingo zao. Miaka ilivyokwenda, basi kizazi kile kikawa na tabia hiyo. Maana nature, yeye anaamini nature ndio imemtengeneza umbo la yule mnyama. Na ndege wenye midomo mipana na wengine miembamba lakini ni aina moja,
Hii imetokana na nature, kwa maana hawa wenye midomo mipana walikuwa wanaishi maeneo ambayo nafaka wanazokula ni nafaka ngumu, zinahitaji kupasuliwa. Kwa hiyo wanagonga kwa muda mrefu na nini, mpaka ikawa tabia ya midomo yao vizazi vilivyofuata ni mipana. Hawa wengine ilikuwa ni nafaka ndogo tu ambazo. Sasa haya ni mambo yana mjadala, nataka kuashiria tu. Lakini yeye ameandika kitabu hicho The Origin of Species, kiko katika mitandao, ni kitabu kikubwa, amefanya kazi ya miaka mingi. Vijana wanaosoma biology katika vyuo lazima wamsome. Kwa hiyo kuna haja ya kuelewa species. Lakini nukta ya pili ndio tulosema biodiversity, anuai mbalimbali za vitu. La tatu kubwa muhimu kuliko yote ni ecosystem, kutegemeana. Hivi vitu ukivifahamu utaelewa majibu ya swali lako, kwa sababu mwanadamu anategemea mazingira kuwepo, na mazingira yenyewe kwa yenyewe yanategemeana. Bila kuwa na tabia tegemezi ya mimi huita tabia ya nipe nikupe, maisha hayawezekani. Mifano midogo sana nje ya species, tuseme ile atanawo, kuwepo na vitu anuai, maana ndio Kiswahili. Kuna maana ya kwamba aina moja ya species haiwezi kusaidia mwanadamu kuendelea kusurvive, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ameweka anuai nyingi sana zinazotawala maisha yetu. Kwa mfano, Qur'an inatufunza kwamba kuna umuhimu wa mchana kama ambavyo kuna umuhimu wa usiku, ili mwanadamu aendelee kuishi, kupata maisha sawa sawa. Na usiku umeitwa kwamba ni kipindi cha mapumziko, tandiko. Na mchana ni wa kufanya kazi na tanashati ya kutafuta maisha. Na kuna aina ya hormones zinazozaliwa kwa mwanadamu akiwa katika kiza, zinazosaidia alale. Kwa hiyo usiku ni muhimu na mchana ni muhimu. Hatuwezi kusema usiku tu unatosha au mchana peke yake unatosha. Na nakumbuka aya katika suratul Qasas ya 71 na 72, Mungu anasema qul araaita au araaitum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada, mnaonaje lau Mungu angefanya usiku ni endelevu moja kwa moja ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama ni usiku tu. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya'in afala tasma'un, ni nani Mungu asiyekuwa Allah atakayewaleteeni mwanga, je hamsikii? Kisha akafuatilia aya hiyo, qul ara'aytum, mnaonaje bwana nyie wanadamu, in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada, angefanya usiku mchana ni endelevu moja kwa moja, hakuna usiku, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Man ilahun ghayru Allah, ni nani Mungu asiyekuwa Allah, ya'tikum bilaylin taskununa fi, atakuleteeni usiku mkapata utulivu. Kwa hivyo usiku ni wa utulivu. Hatutaki kujadili hii aya, kuna mijadala mingi sana. Kwa mfano kule huku amesema fala tubsiruna, je hamuoni? Kule amesema fala tasmauna, je hamsikii? Baadhi ya ulama wametafsiri kwamba usiku mtu hata akilala masikio huwa yanasikia, na tabia ya masikio husikia hata mtu akiwa amelala. Ndio maana kelele zikipigwa sana mtu anashtuka, anaamka, kwa sababu masikio yanafanya kazi, lakini macho hayafanyi kazi mtu akilala. Kwa hiyo ndio maana Mungu akasema kule afala tasmauna, huko akasema afala tubsiruna. Kuhusu usiku amesema je hamsikii? Kuhusu mchana je hamuoni? Sasa kuna hormones zinaitwa melatonin. Hizi katika kiza zinazaliwa na hizi zinasaidia kuleta usingizi. Hata mtu akiwa ana tabia kukosa usingizi anapewa madawa yenye hormones hizi ili amsaidie kulala. Kwa hiyo kile kiza, mahala muhimu hapa, kile kiza kinamhusu mwanadamu, kinahusiana na yeye, kinamuathiri, kina produce hormones kwake zinazomsaidia kupumzika. Anapopumzika, akiamka anakuwa na nishati mpya. Nakupa mfano mwingine mbali na species. Hebu niambie, misimu ingekuwa hakuna, maisha yangekuwaje? Yaani ingekuwa msimu ni mmoja tu wa kiangazi, au msimu ni mmoja tu wa vuli kwa mfano, au masika. Hii misimu ina maana sana katika maisha ya mwanadamu. Ardhi inaweza kujirudisha katika hali yake baada ya kuwa watu washalima, wamemaliza na kile kiangazi, ikatengeneza mazingira fulani ya kufaa kulimwa tena.
na mambo mengi tunayoyafahamu katika misimu tu. Kwa hiyo Mungu kutengeneza misimu ni kwa sababu viumbe hai vinahitajia mazingira tofauti ule msimu. Hata wanyama wanahama kwa misimu. Kuna misimu wanahitajia waende maeneo fulani, lakini wanapisha ardhi hizi kujitengenezea mazingira fulani, wakirudi wanaweza kutumia. Kwa hivyo wanyama wana tabia za kuhama kutokana na misimu na safari zao za kuhitajia maji na vyakula mbalimbali na hata uzazi. Kwa hiyo utaona Mungu hajaweka msimu mmoja, kaweka misimu mbalimbali, lakini yote ina maana sana katika maisha ya viumbe hai na maisha ya mwanadamu. Sasa katika hivi vitu vinavyoitwa species, kwa mfano ndege mbalimbali, hapa tunataka kuzungumza umuhimu wa kuwepo na species. Zikitoweka mwanadamu anaathirika. Sote tunafahamu kwa mujibu wa aya ya Qur'an, lakini kwa mujibu wa elimu ambazo tumezisoma, naam, kwamba Mungu japokuwa amesema kwamba katika ardhi hii wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzuni, tumeotesha katika dunia hii kila kitu kwa kipimo, kwa mizani. Lakini Mungu anaoteshaje? Tunasema hii misitu asilia, lakini haina mbegu, haiendelee kuwa inaendelea. Kinachofanya vile ni nini? Sehemu kubwa ni species. Ndege wanafanya kazi kubwa sana kufanya kitu kinachoitwa talqihi, yani kupandikiza mbegu mbalimbali ili ziweze kusambaa na mimea iendelee kukua. Qur'an imetaja nafasi ya upepo pia, waja'alna riyaha lawaqih, na tumefanya upepo kuwa ni wenye kupandikiza, unaweza kusafirisha mbegu hasa zile nyepesi. Lakini chukule mfano mnyama kama kurabi, wataalamu wanasema kurabi, kunguru, anaweza kusafirisha kwa njia 3. Kuna mbegu ngumu ambazo akizila, na wandege wengi wanafanya hivyo, huwa hazisagwi katika mfumo wa usagaji katika mwili wa yule mnyama, huwa zinatoka pale anapoangusha kinyesi chake, huwa zinamea. Kwa hivyo kazi yao, moja katika kazi kubwa, ni kuhakikisha mimea bado inaendelea kuota, matunda pori yanaendelea kuota, miti inaendelea kuota. Hata imesemekana katika ukanda wa kwetu huku, ile miti muhimu sana kina mninga na mingine, wanyama wana nafasi kubwa sana. Lakini njia nyingine, kuna aina ya mbegu ambazo zina miba au zina manyoa, hunata katika mbawa zao, katika manyoa yao, na popote wakienda kupukuta mabawa yao huwa wanaziangusha, zinaota. Lakini kurabi yule huwa anaficha baadhi ya mbegu kama chakula, kama akiba, alafu husahau mahali alipo zinani, zile baadaye zinamea. Sasa Mungu amewasakhirisha hawa kuhakikisha misitu inakuwepo. Kwa hivyo misitu inawahitajia na wao wanahitajia misitu. Siku wakiondoka ni zahma, tatizo lazima litokee, ile ecosystem inavurugika. Ni muhimu sana kuhakikisha mfumo huu tegemezi unaendelea, lakini sisi hatuoni. Tunaona kama misitu imekuwa. Tunajisifu. Na mimi nakumbuka tukikaa katika maeneo ya vijiji zamani, hata mwanadamu akila mapera anaweza kujisaidia mahala yakaota. Yaani kweli. Sasa wanyama wanaishi kule kila siku wanajisaidia na kila siku wanakula. Kwa hivyo wale wanahakikisha kwamba ile miti inaendelea kukua. Ndio maana nikasema ukitaka kujua suala la species lazima ujue ecosystem, kwamba wana mchango gani katika ecosystem kuhakikisha kwamba mfumo ule tegemezi unaendelea. Kwa hiyo nukta moja ni hiyo. Kwa mfano vile vile hawa wanyama mbali na kuwa, au species tuseme, mbali na kuwa wanaweza kufanya mimea ikaendelea kukua, yani upandikizaji hicho wanaita uchavushaji kitaalamu. Mbali na hivyo vile vile wanakula aina nyingine za species haribifu, na inaweza ikawa sio species haribifu, lakini kule kukithiri kwa species hizo kunaweza kuleta uharibifu. Ndio maana sasa wamegundua wataalamu kwamba huu mfumo wa Mungu tukiuharibu, kuna namna ya kujaribu kurejesha. Vipi? Magugu maji yameota, unapandikiza aina fulani ya species yale yanaliwa, yale yanatoweka. Lakini
lakini kwamba sisi tulivuruga mahali mfumo, tunahitajika turejeshe mfumo. Ndio tukasema siku moja hapa kwamba aina ya wanyama wanaokula nyama wana balance ile idadi ya wanyama. Lau kama pangekuwa na spishi ya aina moja inaozaliwa kwa wingi, basi ingeleta maafa. Kina nyumbu. Kina nyumbu, kina swala, na wale wanaoliwa huwa wanazaliwa kwa wingi sana. Kwa hivyo wale kinachotokea ni kwamba wanaliwa kwa kubalance ile. Lakini hata hawa simba pia hawatakiwi kuzidi. Kuna kiboko ya simba vile vile ambaye akimpata na yeye simba na yeye anatoweka. Kuna aina fulani ya nyoka na nini ambao simba pia akikumbana naye, Mungu ana balance vitu namna hiyo. Aina ya samaki wanaozaliwa katika bahari, wangekuwa wote wanabaki hai, bahari ingekuwa haikaliki. Lakini samaki wengi wanaozaliwa ni chakula cha samaki wakubwa zaidi. Ili samaki wakubwa waendelee kusurvive, lazima uzazi wa wale uendelee kuwepo. Na hali hii ni ecosystem Mungu ameendelea kuiweka hivyo. Lakini si hivyo tu, mbali na species, sisi tunafahamu katika mambo ambayo tumeyasoma katika kuelewa ecosystem. Tunasoma kwamba jua linatusaidia vipi sisi, sio katika masala yale ya kuhakikisha mimea itaota tu kwa kupatikana na vile virutubisho vinavotokana na jua na mwanga wake, lakini mvua inatokana na jua. Sio jua si kali, lakini ndio linaloleta mvua. Evaporation inayotoka kwetu katika maji yaliyokuwepo katika uso wa dunia, mito, bahari, ziwa, evaporation ile inapopanda juu inakwenda inaganda na nini, baadaye inashuka. Tumesoma katika primary schools. Lakini unaona namna hivi vitu vinategemeana katika kuzalisha hii. Alafu mvua inasababisha nini? Mimea inakuwa. Alafu na mimea na yenyewe, maeneo ya miti mingi ndio yanasaidia mvua kushuka zaidi, na maeneo ya miinuko. Na Qur'ani inabainisha maeneo ya miinuko namna ambayo yanaweza kusaidia mvua. Sina muda wa kusoma aya za Qur'ani, lakini kwa mukhtasari tu katika surah al-Baqara Mungu ameeleza hilo sana. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun faatat ukulaha dhifain fa in lam yusibha wabilun fatallun. Maana yake fatallun yakfihi. Ametoa mfano Mwenyezi Mungu katika aya hii ndefu, sitaki kuielezea, mfano wa shamba lililokuwa katika maeneo ya miinuko, kwamba ikipatwa na mvua sawa, lakini mvua ya kutosha isipopatikana fatallun. Na hapa tafsiri yake ni fatallun yakfi, yani mvua chache tu zinatosha, sababu maeneo ya miinuko hali ya hewa ni nzuri. Kwa hivyo Mungu katengeneza tabia nchi, wanaita wenyewe, kwa maana ya kwamba katika kutegemeana miti na mimea inavuta mvua, lakini na mvua na zenyewe zinasababisha miti kukua na kustawi. Kwa hivyo hii ni tabia ya kutegemeana ambayo hata sisi wanadamu tunatakiwa sasa, kwa sababu sisi tumepewa khiari. Mimi husema mara nyingi kwamba wanyama sio waharibifu wa mazingira kabisa. Binadamu ndo mharibifu wa mazingira. Ukiona mnyama kaharibu mazingira, ndio mwanadamu kamuelekeza. Nadhani tunaelewana. Yaani ukipitisha ng'ombe wako kawaongoza waingie kwenye mashamba ya watu, waharibu misitu, watengeneze mmomonyoko wa ardhi, ni wewe mwanadamu umewafikisha huko. Lakini nature yao kimaumbile ndio ile tunasema paa yao kwa Mungu, wanakwenda vile walivyopangiwa. Kwa hiyo mnyama kwa nature yake yeye ni mtunzaji wa mazingira. Mnyama anayeharibu mazingira ni yule ambaye anafugwa na mwanadamu akamdirect katika njia ambayo sio sawa sawa. Lakini katika maisha yao ya nature ya kawaida hawaharibu mazingira. Naam. Sheikh Abdurazaki, huku kwenye kuharibu kwetu mazingira ndio kunapelekea pia baadhi ya species kuondoka. Mathalan wakati fulani tukizungumza uharibifu wa mazingira, tabia ya nchi, barafu zinayeyuka na nafanya kina cha bahari kuwa kipana. Pengine hili pia linaweza likasababisha baadhi ya species hususan kule baharini kuondoka kutokana na kina kuongezeka. Sina uhakika kwamba kina cha maji kikiongezeka inakuwaje, lakini kina cha maji kiongezeka, mafuriko yanakuwa mara kwa mara. Maji yanaweza kuzidi kiwango cha eneo. Ndio. Mshana.
Na kutoweka kwa species katika bahari kumetokana na vitu vingi sana. Uvuvi unaotumia kemikali na mabomu, naam, ambapo unatumika hata huku makwetu, ambao unaitwa ni uvuvi haramu. Mtu anatumia kemikali kuvua samaki, mbali na madhara ya kwamba mwanadamu akila samaki yule anaweza kudhurika, lakini pia kunaua baadhi ya species na mazalia. Alafu pia kuna takwimu zinahitaji kufanyia utafiti za nchi zinazoitwa kuwa zimeendelea, zinazotumia bahari kumwaga masalia ya kemikali katika viwanda vyao kama dampo. Na hizi ni nchi kubwa, na ndio maana kuna mjadala kwamba baina ya maskini na tajiri, nani anayeharibu mazingira zaidi? Na huu mjadala muhimu sana. Nchi tajiri na nchi maskini, zipi zinaharibu mazingira zaidi? Na sisi tunawekewa sheria kali za kubanwa kwamba msifanye hivi, tafuteni nishati mbadala, kwa maana ya kwamba mnaharibu mazingira. Lakini kiwango cha uharibifu wa mazingira wa nchi za ulimwengu wa tatu ni kidogo sana ukilinganisha na nchi za ulimwengu mkubwa. Lakini kuna vielelezo vya kemikali zilizobakia kutokana na nyuklia na usafishaji wa madini ya uranium ambazo zimetupwa katika maeneo mbalimbali ya nchi za ulimwengu wa tatu. Kitu cha ajabu kabisa, mpaka nyingine ni nchi za Afrika. Kwa hivyo kwa kweli bahari ni kubwa, watu wanaona kwamba anaweza kutupa popote pale pasiwe na tatizo. Kuna majaribio mengi ya mabomu na silaha za kemikali yanafanyika kwenye bahari. Yale yanaua baadhi ya species. Kwa hiyo wanajaribia kule, wanataka kujua kwa kiasi gani yako active, lakini yanaathiri sana species mbalimbali. Kwa hivyo hivi vitu vipo na vinafanyika duniani na vinaleta madhara kwa mwanadamu, hata kama madhara yale sio ya moja kwa moja. Kwa hivyo masala ya kuharibu species za kwenye bahari yanaweza kutokana na tabia kama hiyo. Na pengine Dokta, kuhifadhi wanyama na species hizi ni sehemu ya ibada au matendo mema katika Uislamu? Bila shaka Uislamu unathibitisha kwamba kufanya ihsani, wema, sio kwa mwanadamu peke yake. Wema haufanywi kwa mwanadamu tu, unafanywa kwa wanyama, unafanywa kwa mimea. Kwa lugha ya somo letu, unafanywa kwa mazingira. Kwa lazima uvifanyie hivi wema, na hasa tunapokuwa tunaamini kwamba hivi viumbe hai, hasa Qur'ani inasema ni umamun amthalukum, kama ambavyo sisi tuna maisha ya kijamii na vyenyewe vina maisha ya kijamii. Kwa hivyo vinahitaji ihsani. Mimi nitakupa mfano tu. Mfano, tumehalalishiwa kula wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo na mfano wake. Lakini tunapotaka kumchinja, ana hisia, kuna taratibu za uchinjaji. Hizo ni ihsani ukizifuata hizo. Kwa mfano, ni makruhi, yani ni jambo halipendezi kisheria, kuwa utachinja idadi kubwa ya wanyama wote wakiwepo eneo moja, kila mmoja anaona mwenzake anavyochinjwa. Ni jambo ambalo linachukizwa kisheria. Unajiuliza kwa nini? Kwa sababu mnyama anapoona mwingine anachinjwa, yeye ana hisia pia. Kwa hivyo utakuwa umejali hisia za mnyama. Hiyo inaitwa ihsani. Japo unamchinja yule, unamchinja, lakini unaambiwa ni sunna kile kisu utakachokitumia kiwe kikali, ili usitumie muda mrefu katika kumchinja, yale maumivu yake yakadumu, yakawa muda mrefu. Pia ni sunna umpe maji kabla hujamchinja. Vyote vya nini wakati unamchinja? Ndio umehalalishiwa, lakini kuna vitu vinavyoitwa ihsani hata kwa mnyama. Na maji na vingine vyote. Na sisi tunasema wana maisha ya kijamii kwa sababu mdudu chungu amezungumza na wenzake kuambia udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Ingieni makazi yenu, asije kuwaponda ponda Suleiman na majeshi yake ili hali yeye hahisi hilo. Kwa hivyo anahitajia ihsani. Wewe huna haja ya kuwa lazima uue wadudu ambao hawakudhuru. Panapokelewa mazungumzo mengi ya mwanamke aliyoingia motoni kwa kisa cha kumzuia paka, hakumwachia atafute chakula wala hakumpa chakula mpaka akafa. Mfanyie ihsani. Kwa
Kwa hivyo ndo tukazungumza hapa kwamba huruhusiwi kudhulumu mnyama. Kwa lugha sasa hivi tutazungumza haki za mnyama. Kwa hiyo katika Uislamu kuna haki za mnyama. Katika haki za mnyama Mtume vile vile amezungumza kuhusu punda hawa tunawatumia, kwamba asibebeshwe mzigo zaidi ya uwezo wake, lakini awe na wakati wa kupumzika. Yaani kwa kuwa ni punda, isiwe hapewi chakula sawa sawa na anabebeshwa mzigo zaidi ya uwezo wake. Ni makosa katika adabu za Kiislamu. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, maana yake unamjali mnyama, unajali haki zake, lakini vile vile unamtunza kwa sababu ni muhimu kwenu. Wal khayla wal bakhila wal khayl wa kadha litarkabuha wazina. Qur'ani inasema ni kwa ajili ya nyinyi kuwapanda na ni pambo kwenu. Ndio anapenda tu waone wanyama, anapenda aishi tuna wanyama, anapenda atembee na mnyama. Kwa hivyo kuna taratibu kama huo. Kwa hivyo Uislamu unajali wanyama, unajali ndege, unajali wadudu kwa sababu ya ule umuhimu wake katika maisha yake. Naam, Dokta, umesema Uislamu unatambua haki za wanyama, tungesema hivyo katika lugha ya kileo. Pengine hizo haki zina mipaka, maana tumeshuhudia katika baadhi ya nchi mbwa ni wa kulala naye, wa kutembea naye. Je, hizo haki za wanyama kuna mipaka yake? Bila shaka. Kila kitu kina mipaka yake. Na si hizo haki tu. Mwanadamu, mipaka katika maisha yake ndio inamfanya awe mwanadamu. Na Qur'ani imezungumza sana kuhusu hududullah, tilka hududullah. Hiyo ni mipaka ya Mungu. Mwanadamu ana mipaka katika mambo mengi. Tena ana mipaka hata katika kumtii Mungu. Umtii vile alivyosema. Usijidai unampenda sana Mungu mahala pa swala raka 4 ukaswali 8. Hapana, kila kitu kina mipaka yake. Sasa mipaka iko hivi, walaqad karramna bani adam. Mwanadamu ndio aliopewa heshima namba 1. Hivi viumbe vyote na spishi zote ziko kwa ajili ya kumhudumia mwanadamu. Na hili tumelizungumza kwa maana kwamba sakhara lakum ma fil ardi jamia. Alafu wewe umeitwa ni khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Mimi nimemweka katika ardhi hii msimamizi, mwakilishi wangu. Na kazi yetu sisi ni kwamba tuijenge dunia hii. Wasta'amarakum fiha. Qur'ani imesema amekujalini katika ardhi akakutakeni muijenge, sio muibomoe. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mungu ameshaijenga, ameweka misingi, msifanye uharibifu. Sasa namba 1 ni mwanadamu. Na kipao mbele ni cha mwanadamu. Unapomwacha mwanadamu ukamtukuza mnyama kuliko mwanadamu ni makosa. Na huko ndiko ambako dunia sasa hivi inakwenda. Kwa maana ya kwamba kuna wanyama wanaoishi maisha mazuri kuliko wanadamu, lakini kuna wanadamu wanaokufa kwa njaa, na yule anayemtunza mnyama yuko tayari mnyama wake arithi ile mali aendelee kuishi vizuri, lakini mwanadamu mwingine afe. Ndio haya tuloyataja, dhahiratul istiklabi, kwamba kuna watu sasa wanatamani kuwa kama wanyama. Tumesema kuna supermarket za vyakula vya wanyama na mavazi ya wanyama. Kuna mashindano ya mbwa, wanavaa sare. Watu wenye akili zao wanakuja kuwatizama mbwa wamevaa sare na mbwa gani atachukua nafasi ya kwanza. Kuna hospitali maalumu za, hatupingi hivi vitu kama hospitali ya wanyama, lakini ikiwa kuna binadamu wanaokosa matibabu, kwa nini tusingeanza kuhakikisha binadamu wote wanapata matibabu kabla ya mnyama? Kwa sababu mnyama ni namba 2. Sasa hili ndio tatizo tulokuwa nalo. Kuna wanaooana na wanyama, na watu wenye akili timamu wanafungisha ndoa na wako pale kisa tu wanakuambia kuheshimu hisia za mtu, zile feelings zake, amehisi hivyo. Na ndio maana tukazungumza wakati fulani kwamba suala la uhuru linalopiganiwa duniani halina maana, kwa sababu linatupeleka katika uhayawani. Lazima tutizame uhuru misingi yake ni nini. Uliberali huu wa kwamba uhuru sasa mtu anaweza kufanya anachotaka katika mali yake, hata kama anafanya jambo ambalo ni kinyume na ubinadamu. Kwa hiyo kweli mipaka ipo na ni muhimu sana. Fuga utakapofuga mbwa, mhudumie utakapomhudumie, lakini namba 1 anahitaji mahitaji haya ni mwanadamu kabla ya viumbe vingine. Viumbe vingine vinatakiwa viwe namba 2. Baadhi ya wanyama tunaona wanarithishwa kabisa mali nyingi. Naam, na kirithishwa ni kwamba wakili anawekwa na anakabidhiwa mali ili itumike kwa ajili ya huduma ya yule nyama. Dr. Abdrazaki, tukiendelea kubakia katika swala hili la wanyama na mazingira,
Je, kuna wanyama ambao wanaweza kuona au kuelewa baadhi ya mambo zaidi ya binadamu katika baadhi ya hali? Mathalani mbwa, paka, punda, bundi. Bundi akitokea mtaani, kuna baadhi ya watu wanasema jambo lipo leo. Lakini kuna hadi hadithi tunaambiwa punda akilia kuna jambo kaliona pengine ambalo mwanadamu hakuliona. Kuna nadharia hiyo, na pengine ina ukweli gani kiasi gani kwenye muktadha wa Kiislamu? Kuna ukweli kiasi fulani, lakini hili la bundi tuliweke pembeni kwa sababu ni itikadi ambazo ukienda kwenye jamii nyingine kuna mtazamo tofauti. Lakini suala lilikuwa kwa nini mwanadamu awe bora kuliko hawa spishi mbalimbali, wanyama na wengine na wadudu na ndege? Je, mwanadamu anaona kuliko wanyama wote? Ananusa kuliko wanyama wote? Anasikia kuliko wanyama wote? Utagundua kwamba kuna wanyama wengi wana uwezo kuliko mwanadamu katika nyanja hizo, na hili halihitaji utafiti sana. Leo hii katika airport yetu mbwa wanatumika sana kwa ajili ya kunusa, na mwanadamu yupo, lakini mwanadamu ndio amemtrain, amejaribu kutumia ile sifa aliyokuwa nayo mbwa kwa ajili ya maslahi yake. Kwa hiyo mbwa anaweza kunusa mzigo uliofungwa kisawa sawa na pengine pametumiwa na plastic bag, lakini akajua kwamba pale mna madawa, kwa sababu uwezo wake wa kunusa ni mkubwa sana. Kwa hivyo anatumika kwa ajili ya mwanadamu. Kuona mbali, kuna wanyama wanaona masafa marefu sana. Kuna ndege wanaona masafa marefu sana. Akikaa kule juu anaona samaki akiwa katika maji, anamuona na anajua namna gani atapita amchukue samaki yule. Kuna wanyama wanaoona usiku tena masafa marefu. Kwa hivyo kuna uwezekano huo. Kuna wanyama wanaweza kuhisi hatari mapema kabla ya kufika, kama hatari kama hizi za wanaita natural disasters, kama vile matetemeko na mafuriko na mfano wake. Mapema wanaondoka, wanaweza mapema kuhisi, na haya ni mambo yamethibitika kitaalamu, hayahitaji kufanya utafiti sana. Kuna wanyama wana kumbukumbu ya hali ya juu kuliko mwanadamu, yani akifanyiwa jambo hata kama yakapita miaka 50 halitoki, analo na analijua. Kuna wanyama wana uwezo wa kumjua adui yake na wakaweka kisasi kwa miaka nenda rudi. Sasa kweli kuna hizi sifa, ndio maana tunasema kwamba mwanadamu amepewa nafasi na heshima kubwa, sio kwa sababu anawazidi katika hivyo, ni kwa sababu ya akili na ilmu tu. Ukisoma suratul Baqara utaona kikubwa ni ilmu, maarifa, na ilmu yake inamsaidia kuweza kuwatumia hawa katika vile vipawa waliopewa ambavyo mwanadamu hana. Na ndio katika faida hizo za kuwepo hawa wanyama, kwa sababu mbwa utamwona ni najisi, lakini anafaa kuwinda kisheria na mawindo yake ni halali na hii imethibitika. Anafaa kuwa mlinzi wako, lakini anaweza kutumika katika maeneo mengine hatujagundua bado. Sasa hivi tumeanza kumtumia katika security, usalama, tena si ule wa majumbani tuna nini, sio wale mbwa polisi tu wale ambao wanakwenda wamfukuze mhalifu. Lakini airport yao tunazungumza, panya wanatumika sana katika maabara katika kugundua vitu mbalimbali. Kuna wanyama wanatumika kugundua mabomu yaliyozikwa katika ardhi. Kuna ule mmoja wa kitu wa Tanzania alikuwa na sifa, panya magawa. Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa kuweza kujua kitu fulani kiko hapa kakinusa. Sasa linahitajia bado, tunasema mara nyingi kwa mwanadamu bado anaendelea kufanya utafiti kujua faida anazozipata kupitia wanyama. Ni faida nyingi, tumezungumza nyoka ni hatari kwa mwanadamu, lakini zile faida kila siku zinagundulika za nyoka, za moja kwa moja na zisizo kwa moja kwa moja. Na katika hao wengine ambao wametajwa katika muktadha wa mafundisho wa Uislamu, si katika utafiti wa kawaida, mathalan hivyo mkisikia punda analia, jogoo analia, hizi nazo zina maana gani? Mimi sina maarifa ya kujua kwamba zile sauti zina taarifa gani, lakini communication ipo baina ya wanyama kwa sauti mbalimbali, ndio, kwa harufu mbalimbali. Kwa mfano nyuki anaweza kutoa taarifa kwa wenzake juu ya hatari, akatoa harufu fulani, mshana. Unaona, wale wenzako wakapata ile harufu wakajua kwamba hii harufu inaashiria hatari au inaashiria chakula mahala fulani. Na Qur'ani inatuonyesha kwamba ndege wana namna ya matamshi na lugha ya kuelewana. Kwa hiyo tuna uhakika kabisa kwamba jogoo anapowika kuna message anayotuma na namna ya uwikaji inafahamika kwa wengine.
Tunaelewa kabisa milio ya mbwa lazima itakuwa ina ishara mbalimbali, na kwa mtu ambaye anawasoma atajua kwamba ishara hii ni nini, ishara hii ni nini, ishara hii ni nini. Kwa hivyo hile tunaita ni aina fulani ya communication. Nabii Suleiman anasema ulimna mantiqa at-tayr, tumefundishwa matamshi ya ndege, anaweza kuelewa lugha ile, anaweza kuelewa anaashiria nini. Sasa sisi hatuna taaluma hiyo, lakini Qur'ani inatuthibitisha kwamba alikuwepo nabii wa Mwenyezi Mungu akiweza kufanya mawasiliano na ndege, mawasiliano na wadudu. Kwa hivyo alikuwa anajua namna ya communication ile. Kwa hivyo lazima kutakuwa kuna message inayotoka, mbwa wenyewe wanaweza kuelewana. Naam, Dokta, turejee nyuma kidogo. Tumesoma, tumesikia katika baadhi ya mafundisho, hususan kile kisa cha Adam na Hawa, ambapo nyoka amechorwa kama kiumbe wa udanganyifu. Je, kwenye imani ya Uislamu sisi tunaona tukio lile vile vile, ama kuna namna ambavyo mnakizungumzia kuhusiana na nyoka na kumghilibu? Suala la nyoka, mimi mara nyingi hupenda kusema kisa cha Nabii Adam na mama yetu Hawa na nyoka ni literature, ni fasihi ya Mungu aliyoitengeneza, fasihi muhimu sana ya kuelewa maisha ya mwanadamu. Tukisema fasihi, baadhi yetu wanaweza wakawa wanaelewa maana yake. Ni lugha ya picha aliyoichora Mungu kuyafahamu maisha. Kuna mwanaume, kuna mwanamke na kuna shetani. Shetani alikuja katika sura ya nyoka. Nyoka ni, tunaweza kumuita ni mnyama, ni mdudu ambaye aghalabu anadhuru na ni hatari kwa mwanadamu, na wenye hikma wengi wamemzungumza kwamba ni laini, ana ngozi laini inayong'aa hata ukimgusa, lakini ni hatari. Kwa hiyo ni lugha ya picha. Nyoka ametumika kama kiumbe chenye kuleta madhara kwa mwanadamu, laini kwa kuhada na mwenye madhara na madhara yale. Na kwa hakika pamezungumzwa shetani kupitia sura ya nyoka. Sasa mara nyingi watu hushindwa kuelewa kisa cha Adam na Hawa na wengine, ndio mpaka mwanamke amechorwa katika taswira ya baadhi ya dini kama ni chimbuko la maovu ya asili. Lakini sisi tunasema hapana, mwanamke ni chimbuko la mtihani wa mwanaume. Na utaona mvuto wa kijinsia unavoleta maafa katika dunia hii kupitia mwanaume na mwanamke. Mwanamke ametumika kama silaha duniani. Mwanamke ametumika kama chanzo cha kustawisha na uzalishaji katika viwanda na katika bidhaa zinazozalishwa. Sisi wanaume tunajua nguvu za mwanamke katika maisha ya kila siku ya mwanaume. Kwa hivyo hii taswira aliyotujengea Mungu ni picha halisi ya maisha duniani, kwamba mkija huku faman tabi'a hudaya fala khawfu alayhim wala hum yahzanun, atakayekuja huku duniani sasa, maana nyinyi mmetoka peponi. Kwa nini mmetolewa peponi? Peponi ni maisha mazuri, ni tafsiri ya maisha mazuri ya mwanadamu. Hapa duniani wewe ni Adam na mwanamke ni Hawa, na kuna nyoka, kuna ibilisi, kuna shetani. Hapa duniani ukitaka maisha mazuri, hiyo pepo ya dunia unaweza, lakini mwanaume tahadhari sana na shetani, nyoka. Tahadhari sana na kuwa umeshawishika sana na mambo ya ngono. Yana nafasi kubwa sana katika mtu kuasi. Chanzo cha mtihani. Ni chanzo cha mtihani, lakini haina maana mwanamke angekuwa mbaya tusingekuwepo sisi duniani. Mama zetu. Maanake sio hivyo tu, yani kuwepo kwangu mimi na wewe ni uhusiano wa kijinsia. Kwa hiyo ni kitendo kilichobarikiwa, ni cha heshima sana, ni kitendo kinachofanya tuwepo, kile kitendo cha jinsia. Kwa hivyo si kitendo kiovu, ni kitendo kitukufu, lakini lazima kipitie njia zake halali. Lakini nakuambia leo hii watu wangapi wamesukumwa na kitendo kile, wakapoteza maisha yao, wakapoteza vyeo vyao, wakapoteza mali zao, wakasababisha maafa makubwa, wakasababisha vita. Na unaona hata kisa cha Samsoni tumezungumza katika Bible, kinaashiria namna gani kwamba mwanamke anaweza kuingia katika maisha ya mwanaume akadestroy future yake, hata kama mwanaume yule ni strong, kwa sababu na yeye mwanamke ni strong sana. Ule udhaifu wake ndio nguvu zake. Ni mara nyingi husema kwamba utamu wa kahawa ni katika uchungu wake. Naam. Na nguvu za mwanamke ni katika ule udhaifu wake.
kadri alivyokuwa dhaifu ndivyo anavyomweza mwanaume. Mwanamke akiendelea kuwa mwanamke anamweza sana mwanaume. Akijaribu kujifananisha na mwanaume hamwezi. Akibaki kuwa mwanamke, ule unyororo wake na ulaini yake akiutumia vizuri, mwanaume hana lake. Kwa hivyo ile ni trailer ya maisha ya duniani. Tumeonyeshwa kwamba tukija huko duniani na tuliumbwa kwa ajili ya huko duniani, si kwamba amefukuzwa kule. Hapana, kwa sababu dunia imeumbwa, Mungu tangu kabla hajamuumba Adam amewaambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kuweka katika ardhi hii mtu atakayeniwakilisha. Hajaumbwa bado. Kwa hivyo yale yaliyoonyeshwa peponi ni trailer ya maisha ya duniani. Unataka uendelee kuwa na pepo ya duniani, tahadhari na hiki, tahadhari na hiki, na hata kula tunda lile na kula katika mti ule ambao ukitafuta katika tafsiri ya Qur'an haujulikani ni mti gani, kwa sababu lengo sio kutaja mti, ni kuashiria kuna marufuku. Sio kila kitu unatakiwa ukifanye. Ukiepuka marufuku utaishi vizuri. Lakini ukiwa huepuki marufuku utaishi katika maisha ya dhiki. Naam. Dr. Abdulrazak, kwa kumalizia, katika Qur'an tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna wanyama waliotumika kama mifano. Je, kuna busara yoyote na kipo cha kujifunza au vinabaki vile vile ambavyo tumejifunza madrasa, buibui, kamnusuru Mtume katika pango? Wale wanyama waliotajwa, kuna cha ziada? Qur'ani imetaja vitu sampuli mbili. Imetaja wanyama na kuna maeneo imetaja unyama. Tofauti kubwa. Maeneo yaliyotaja wanyama imetaja species ambazo ni muhimu katika maisha yetu. Wal khayla wal bighala litarkabuha wazina. Hawa wanyama kama vile farasi, punda, wengine mnawapanda lakini ni pambo kwenu. Kuna mtu mwingine anapenda tu awe na wanyama waone mbele yake, ni pambo. Na ile beauty, Mungu ametengeneza beauty katika mito, katika bahari, katika nini, mtu anataka aone tu, aburudike, apate, relax. Kwa hiyo kuna faida za kisaikolojia kwa wanyama. Wewe unadhani mtu alostaafu anakwenda kufuga ng'ombe, kufuga nini, halingani naye, lakini kuna raha ya ufugaji. Kuna raha ya kukaa ukaangalia mimea yako, ukaangalia mifugo yako, ukaangalia njiwa wako, kuku wako. Kuna kitu anakipata mtu psychological pale. Ndio maana mtu mwingine anasema mimi nikiwa nimepanga njiwa hivi naweka nini, anaweka kasuku, anaweka vile. Kwa hivyo kuna karaha fulani anakapata pale binadamu kisaikolojia. Hawa wametajwa wengi, kwa mfano nyuki ametajwa na ametajwa faida zake, na asali ni tiba na nini. Kwa hivyo anatajwa kwamba mwanadamu anafaidika kupitia hawa. Ushaona? Pametajwa mifano mingi ya kumtofautisha mwanadamu na mnyama. Sasa pale ni uhayawani umetajwa. Maeneo gani pametajwa unyama? Ni wale wanyama kama vile ng'ombe ametajwa, na sisi tunamla, tunafaidika vitu vingi kutokana na mnyama. Tumetakiwa katika hija tuchinje, alafu tugawe kwa watu, tuondoshe umaskini kupitia pale. Ushaona? Kwa hiyo maisha yetu tutumie ngozi zao kwa ajili ya mavazi, viatu na nini, tutumie mifupa yao kwa ajili ya faida ya mwanadamu, tutumie mafuta yao kwa faida ya mwanadamu, manyoya yao, vitu vingi, na kila siku wanagundua matumizi ya hivi vitu. Ushaona? Kama ni kondoo, sasa hivi unafuga kondoo kwa ajili ya nguo, kwa ajili ya mavazi tu, ile manyoya yake yale. Sasa wanyama wametajwa kama wanyama, hakuna ubaya, lakini pametajwa unyama katika kumtofautisha mwanadamu na wanyama. Unyama ni kama vile wewe kubeba mizigo, kubeba vitabu, alafu ukawa na vyanzo vya elimu, alafu usipate maarifa, usipate tija. Huu ni unyama. Umetajwa kalhimari yahmilu asfara, ni kama vile punda anabeba mizigo lakini hajui ile mizigo ina maana gani. Pale pametajwa unyama. Lengo sio kumtaja punda mnyama, ni kutaja unyama ambao mwanadamu hatakiwa awe nao. Unyama nini? Mnyama hana elimu, anaweza kubeba vyanzo vya elimu asijue, lakini asijue chochote. Pale pamezungumzwa unyama. Kuna mtu akiitwa Balaam ibn Ba'ura, alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, lakini Mungu anasema mathaluhum kamathalil kalb, ni mfano wake kama mbwa huyo. Katika nini? Ntahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath. Ukitaka kumpiga yeye anapumua tu na ulimi wake, na ukimwacha vile vile haelewi kinachoendelea, kwa sababu huyu mwanachuoni alikwenda kinyume na maadili. Kwa hiyo pametajwa uhayawani pale. Uhayawani. Sasa kwa hivyo hawa wametajwa kwa maana ya faida zao, lakini pametajwa katika kukemea uhayawani, mwanadamu asiwe na tabia za kihayawani, maeneo ya unyama.
Naam. Kwa katika baadhi ya vitu tumepewa faida, katika baadhi ya vitu tumeonywa. Naam, tunaonywa kwa sababu kufanana na mnyama maana yake ni kuyafanya maisha yako yasiwe sawa sawa, uhayawani utatawala. Naam. Naam. Na mtazamaji wa kipindi cha Tuzungumze ni Daktari Sheikh Abdurazak Amiri huyu ambaye tupo naye, na tukiendelea na sehemu ya pili ya mazingira na Uislamu. Leo tukikoma katika swala la mazingira na spishi na wanyama mbalimbali na namna ambavyo wamekuwa na tija katika dunia yetu. Kwa kumalizia, Dokta, una wito gani kwa watazamaji wetu juu ya kulinda mazingira na wanyama? Wakati huu ambapo Mungu akitujalia tukija kwenye mada nyingine tutagusia mengine ambayo pia yanahusiana na mazingira, maana ni pazia pana. Uislamu unatuhimiza sana juu ya kutunza mazingira kwa maana yake pana. Hadithi ya Mtume inasema kuondosha chenye kuudhi barabarani ni ibada. Yani mtu kuokota chupa, kuondosha mwiba, kitu ambacho kinaweza kadhuru. Unaweza kuokota jiwe katikati ya barabara ambalo likikanyagwa na gari linaweza likaruka likaumiza watu. Mtume amesema kuondosha chenye kudhuru binadamu ni katika njia fi tariqi sadaqa, ni sadaka. Kwa hivyo kutunza mazingira ni sehemu katika ibada, na kutunza mazingira maana yake ni kumtunza mwanadamu, kutunza vitu vinavyomhudumia mwanadamu. Venye kumdhuru ondosha madhara, kwa sababu la dharara wala dhirara fil Islam, hakuna kudhuru wala hakuna kukubali kudhurika katika Uislamu. Maana yake ni kwamba sisi Waislamu tunaposimamia masala ya mazingira tunakuwa ndani ya ibada, na tumepewa dhima na Mungu kama makhalifa wa Mungu katika ardhi hii. Kwa hiyo tumetakiwa tuijenge hii ardhi. Vyanzo vya maji Mtume amevizungumzia sana, na ni makuruhi kwenda haja katika maji hasa yaliyosimama. Na maji unayotakiwa uyatumie wewe kwa ajili ya kujisafisha wewe, tohara yako. Na tukizungumza masala ya tohara na najisi, tunazungumza mazingira, tunazungumza usafi katika dini. Naam. Ule usafi, hata yale maji unayotumia yasiwe na chembe ya uchafu. Lugha sasa hivi utasema mkojo una vijidudu gani vya kuambukiza, sijui haja kubwa, najisi zote zina vijidudu. Lakini mazingira yetu tunatakiwa hata matumizi ya maji yawe maji safi, hayana uchafu unaoitwa najisi katika Uislamu, uchafu. Kwa sababu ni katika kumlinda mwanadamu. Haya ni mazingira. Hayo ni mazingira. Ndio utaona kwamba Waswahili katika miji yao hata kama anaishi nyumba ya udongo, lakini ukiingia utajua hapa pasafi. Ni nyumba ya udongo kijijini. Lakini ukiingia utakuta pamesafi, pamefagiliwa ukumbi nje, utakuta ndani pametandikwa vizuri, utakuta pale, utakuta hata udi umechomwa, ubani umechomwa, chochote kimechomwa. Ni nyumba ya udongo lakini usafi, kwa sababu ni utamaduni wa Kiislamu, mazingira. Na hata mwili wake hawezi kwenda haja amesimama tu mikojo ikamwangukia, kwa sababu ni uchafuzi wa mazingira. Hivi karibuni watu walikuwa na maradhi haya ya COVID-19, wanatakiwa wanawe mara kwa mara na waoshe nyuso zao mara kwa mara, wakati hao Waislamu tangu zamani wanaosha uso, wanaosha mikono wakati wote, kwa maana ya kwamba usafi ni sehemu katika utunzaji wa mazingira. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba kuchunga na kuhifadhi mazingira ni sehemu katika ibada katika Uislamu. Hata yani katika vita kwa dharura unaruhusiwa kukata mti. Usijisaidie chini ya mti ambao unatoa matunda, hairuhusiwi katika Uislamu. Kwa ile dhana ya kata mti panda mti ni ya Uislamu ile. Bila shaka, kwanza kata mti panda mti ni mfumo uliokuja baada ya kwamba mwanadamu kaharibu sana. Uislamu hauko reactive, uko proactive. Nini maana proactive? Yani mfumo uliokuwepo tangu zamani hautolazimika wewe uendelee kupanda mti sana, kwa sababu ni mfumo ambao unazuia ukataji holela wa miti. Ushaelewa? Lakini ikiwa ushaharibu, kupanda ni kitu cha msingi sana. Mtume amesema lau kiyama kingesimama na mmoja wenu ana mche mkononi na aupande, kwa sababu kupanda miche kuna thawabu. Mtu yoyote atakayekula, hadithi inasema ukipanda mti hasa wa matunda, akala mwanadamu, wakala ndege, wakala wadudu mbalimbali, wewe unapata thawabu. Ndege amekuja akala, wewe unapata thawabu. Amekula mapera yale uliopanda wewe, maana umekuwa ni chanzo cha riziki ya yule ndege. Na kama tulivyoona hapa masala ya ecosystem, yule ndege hatokula tu,
Akila atakwenda mahala ataotesha tena kupitia kinyesi chake. Unakuwa katika mansanna sunnatan hasana, umeanzisha jambo zuri. Mti wako ule imekuwa ni miti mingi kupitia ndege na wewe hujui. Ndio tunasema kwamba siku ya kiyama kuna watu wataona thawabu zao, watashangaa, mbona mimi sikufanya hivi? Kumbe kuna amali zilikuwa bila wewe kujua. Kwa hivyo ukipanda mti, wakala ndege, wakala binadamu, wakala wanyama, wewe unalipwa thawabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo utaona utunzaji wa mazingira ni sehemu katika ibada kwa Muislamu, na ni swala la msingi sana sana ambalo linajenga uendeleo au kuendelea kuwepo kwa mwanadamu. Yaani unahakikisha kwamba mwanadamu anaendelea kuwepo. Alafu sisi tumepewa dhamana na Mungu. Dunia ni dhamana ya Mungu aliyepewa mwanadamu atunze viumbe vya Mungu. Pakiwepo na uharibifu asimamie. Ndio ile la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kwamba tumeshaitengeneza tukakupa, wewe usiharibu, simamia. La tukhsiru almizana, usiharibu ile mizani ya Mungu aliyoiweka katika dunia hii. Na nataka huko mbeleni tuone kwamba mazingira yanahusu vipi mwanadamu, kwa sababu tumesema mwanadamu ni sehemu katika mazingira. Kwa hiyo unaposema uhifadhi wa mazingira ni kumhifadhi pia mwanadamu, kwa sababu yeye pia ni sehemu katika mazingira. Na msikilizaji, kubwa la kuondoka nalo katika maelezo ya mwisho ya Dr. Abdulrazak ni kwamba kutunza mazingira ni sehemu ya ibada katika dini ya Uislamu. Dr. nakushukuru sana. Asante sana. Mimi ni Awadhi Rashidi, mpaka wakati mwingine ni kuambia kukunjwa kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.